Watu walishaandika kwamba Romain Folz amevunjiwa nini? Mkataba. Na akarekodi ile video kama sehemu ya kuonesha watu kwamba huyu mtu bado yuko kwenye klabu ya Yanga. Baadaye wanampa thank you. Sasa ile watu walikosea. Mwisho siku yenda walionekana amekosea. Kwa watu hawaandiki hizi taarifa kwa bahati mbaya. Watu wanaandika kwa sababu wanapewa taarifa na watu tofauti. Sasa mwalimu anaweza kucheza kikosi cha Yanga. Yes, anacheza. Kucheza sasa, unajua kuanza ama kuanza kwenye kikosi cha kwanza ama kuanza kwenye kikosi cha kwanza inategemeana na mwalimu anataka nini. Lakini kwa quality ya Selemani Mwalimu ana uwezo wa kwanza kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga vizuri. Unajua, ngoja nikwambie sifa mbili tu za Selemani Mwalimu ambazo ni bora zaidi kwake. Ni mshambuliaji ambaye anaweza kufanya link up play vizuri sana na viungo wake wa chini ama viungo wa pembeni yake. Vizuri sana kwa ubora wa hali ya juu. Na namna ambavyo Yanga huwa mara nyingi wanashambulia, wanahitaji mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kufanya hiyo link up play, kwamba awe na uwezo wa kushuka kwenye midfield apokee mpira, awe na uwezo wa kutanua uwanja pembeni akapokea mpira. Umeona, ni mtu ambaye ana hizo sifa ambazo huwa mara nyingi washambuliaji wa Yanga wanakuwa nazo. So kwa hicho tu kinatoa room kwa yeye kwenda kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans. Lakini pia Selemani Mwalimu ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na improvement kubwa sana tangu amejiunga na klabu ya Simba. Ukitazama wakati ameanza msimu na Simba, hakuanza vizuri sana, yani alianza kwenye pesi kidogo ya chini. Lakini angalia, tangu ametoka kufungiwa, amecheza michezo 5, amefunga mabao 4. Ni improvement kubwa sana kwake ambao hakuwa nayo mwanzoni. Lakini pia hata sasa hivi akicheza, yani unaona ile maturity level yake imeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Yani uwezo wa kujiamini, namna ambavyo anakuwa comfortable akiwa na mpira, hana pressure tena kama mwanzoni. Lakini pia bado ni kijana ambaye anakuwa, yani hapa alipo bado ana muda wa kuendelea kujifunza hata miaka 3 mbele kabla ya kufanya mambo makubwa zaidi. Ni kama tu kina Clement Mzize, namna ambavyo ameanza Yanga. Msimu uliopita ndio kwa msimu wake bora tangu ameanza kucheza Young Africans. Lakini ilimchukua season 3 ndani ya Young Africans. Umeona? Season yake ya ilofuata ya 4 ndo ameanza kufanya vizuri. Msimu wa kwanza chini ya Nabi hakufanya vizuri, msimu wa kwanza chini ya Miguel Gamondi hakufanya vizuri, msimu wa pili chini ya Gamondi pia ndo akaanza kuwaka katikati, na msimu uliopita pia ndo akaja kuwa kwenye kiwango bora kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye ameanza kuonesha uwezo mzuri msimu uliopita, lakini alikuwepo Yanga kwa muda mrefu tangu 2022 alikuwepo yuko Yanga. Na kwa nini msimu uliopita amefanya vizuri sana? Kwa sababu kadiri muda unavyozidi kuna ndivyo ambavyo anazidi kujifunza, na ndivyo ambavyo anazidi pia kuimprove, na ndivyo ambavyo pia anazidi kupata ile kujiamini, anazidi kujiamini zaidi. Hata Selemani Mwalimu kwenye age bado ni mdogo. Na kwenye mpira wa Tanzania bara unajua huu ni msimu wake wa pili tu hicho pia ukikumbuke. Yani Selemani Mwalimu bado anahitaji pia kuendelea kupata experience kubwa kwenye mpira wa Tanzania. Ni target man mzuri sana pia akipata mpira ndani eneo la 18. Sema tu kwa bahati mbaya kwenye nchi yetu sisi, mtu akikosa bao moja mara moja, watu huwa wanaona kama labda ni dhambi, labda amefanya kosa kubwa sana. Lakini huwa zinatokeaga hata Ulaya, kina Harry Kane, kina Robert Lewandowski wanapata mabao, nafasi nzuri na wanakosa mabao vizuri. Kwa mimi naamini kwamba Selemani Mwalimu ana uwezo wa kwenda Yanga na akapata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza vizuri bila shida yoyote ile. Na mimi nitakwambia kitu. Ukimuondoa Heriti Makambo, sawa, ambaye kwenye msimu wake wa kwanza na Yanga alihusika kwenye mabao zaidi ya 20, ambapo alifunga mabao 19 clearly ya kufunga kama mnakumbuka vizuri. Hakuna mshambuliaji mwingine ambaye alikuja kuwa na namba nzuri kwenye msimu mmoja kwenye kufunga zaidi mabao kumzidi yeye. Hata Mayele amepita katikati misimu 2, lakini mabao mengi ambayo alifunga kwa msimu mmoja kwenye ligi ya Tanzania ni mabao 17. The rest amefunga mabao 16 kushuka chini. Bado yule ndo bado Makambo ndo alifunga mabao 19 ndani ya msimu huu kwenye ligi kuu tu peke yake. Sasa hivi Prince Dube amechukua misimu 2 mpaka sasa hivi ana magoli 8, alafu ana assist 2. Kausika kwenye mabao 10 mpaka sasa kwenye michezo 18 ya Young Africans, sio? Msimu uliopita alihusika kwenye mabao 21 kwa maana kufunga na kuassist. Ukijumlisha ndani ya misimu 2 amehusika kwenye mabao 31. Kuanzia mabao ya kufunga na mabao ya na pamoja na pasi za assist zile tunasema, sio? Maana yake na yeye kwenye swala la kufunga kawaida, yani ile kufunga tu kawaida kwamba amefunga bao bao, bado hajawa mfungaji mzuri sana. Ila kinachomsaidia ni kwamba ana uwezo wa kuzalisha
mabao. Yaani ana uwezo wa kuwatengeneza wachezaji wengine nafasi za kufunga mabao. Umenielewa vizuri? So bado hawana mshambuliaji ambaye anaweza kuwa tishio zaidi mbele ya lango. Sasa Selemani Mwalimu na yeye ni mshambuliaji wa namna ile ile, kwamba na yeye ndani ya Simba bado hajawa mtu hatari sana, lakini ukimtazama the way ambavyo anacheza, ana uwezo wa kukua na kuja kuwa mshambuliaji hatari. So kwa Young Africans bado inapambana kutafuta mshambuliaji ambaye ni hatari zaidi mbele ya lango, ambaye atakuwa na uwezo wa kufunga walau kwenye kila mechi ambayo anacheza. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hata Selemani Mwalimu anaweza kwenda Yanga na akaonyesha uwezo mzuri na mambo yakaenda vizuri bila shida yoyote ile. Ni swala tu la muda, nafikiri tuendelee kusubiri tuone nini kitatokea, lakini Selemani Mwalimu ana uwezo wa kwenda Yanga na akapata nafasi ya kucheza kwenye kiwango kwenye kikosi cha kwanza bila shida yoyote ile. Na ukiwekewa Mwalimu na Mzize, Mwalimu na Mzize, kwanza ni wachezaji wawili tofauti mimi nawaona. Mzize ni mtu ambaye ni mzuri sana akishambulia kutokea pembeni, lakini Selemani Mwalimu ni mzuri sana akishambulia katikati ya uwanja kama central number 9. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo kwenye uwezo ambao anaonesha Selemani Mwalimu na uwezo ambao anaonesha Clement Mzize, kama anahitaji central striker nitamchukua Selemani Mwalimu over Clement Mzize, lakini kama anahitaji winga, sawa, kama anahitaji winga au mshambuliaji ambaye anashambulia kutokea pembeni, nitamchukua Clement Mzize over nani? Selemani Mwalimu. Umenielewa vizuri hapo? Kwa hiyo itategemea anahitaji nini. Kama kwa wachezaji wale anahitaji ambaye ni central striker mmoja, tutamchukua Selemani Mwalimu, ni bora zaidi kuliko Clement Mzize kama central striker. Lakini kama anahitaji mshambuliaji ambaye anashambulia akitokea pembeni kama winga, nitamchukua Clement Mzize over nani? Over Selemani Mwalimu. Pengine Alex Ngeleza alikamwe kwenye swala la kuzungumzia kwamba wachambuzi ambao wanaichafua Young Africans watawashughulikia. Pengine trend pia ukiacha mbali ya Selemani Mwalimu, kuna hii trend ya juzi ya mechi yao dhidi ya Mbeya City. Kuna wengi pia walitoka hadharani wakizungumza kwamba kuna masuala ya match fixing yanafanyika. Sijajua kama kuna mtu ambaye aliconfirm, ila mimi nilizungumza kitu kimoja. Yaani wakati ile mechi inaendelea nilitazama kwenye kipindi cha kwanza. Yaani kauli zenu kuna namna kama zinaelekea huko, japo watu hawajatoa moja kwa moja kama kimefanyika, lakini kuna namna kauli zinazotoka. Hiyo sio, ndio maana uandishi wa habari. Hiyo ndio maana ya uandishi wa habari. Hasa huwezi kufanya confirmation ya taarifa ambayo hauna ushahidi nayo. Umeelewa eh? Kwa mfano mimi taarifa hiyo issue ya match fixing niliandika hivi. Kwanza sio niliandika, nilirecord video. Nilisema hivi, kwa namna ambavyo Mbeya City wamecheza leo, hata ukiambiwa wameuza mechi huwezi ukashangaa. Umeelewa? Hata ukiambiwa wameuza mechi huwezi ukashangaa. Sasa hiyo sijasema wameuza. Umeelewa? Lakini ikitokea mtu akakwambia watu wameuza mechi, huwezi ukashangaa kwa sababu ya namna ambavyo walicheza. Na ukitazama kipindi cha kwanza wamecheza vibaya zaidi kuliko kipindi cha pili. Wanahoji kwa nini Young Africans akitoa sare ama kushinda goli moja mnasema kwamba Yanga imeshuka kiwango. Young Africans kushinda magoli mengi natafuta zina point of doubt. Ni kwa sababu Yanga wanafuatilia kila kitu. Sio wao tu wanaambiwa hivi. Ni kwa sababu wanafuatilia kila kitu. Yaani mechi yao ikiisha wanaanza kukaa kusa kwenye mitandao kufuatilia fulani kaandika nini, fulani kaandika nini, fulani kaandika nini, fulani kaandika nini. Lakini scenario za namna hiyo watu wamewahi kuziandika pia dhidi ya Simba. Watu wamewahi kuziandika dhidi ya timu kama labda hata Azam FC. Kuna mechi ya Azam FC na Pamba, mnaikumbuka vizuri ile mechi eh? Ilisemekana kwamba Azam pia nao wamenunua ile mechi. Ndio maana kipindi cha pili walikuja kusawazisha mabao mawili yote ndani ya muda mfupi, mnakumbuka eh? Na iliandikwa hivyo. Kwa nini unajua Azam hawajalalamika au viongozi wa Azam hawajalalamika? Kwa sababu sio watu ambao wanapenda kujaji kila kitu. Sawa eh? Sasa inaonekana kwa Yanga wao inawasumbua kwa sababu wanajaji kila kitu. Sasa ukishakuwa kiongozi wa timu kubwa kama Yanga, Simba au timu yoyote ile kubwa, pressure za namna hiyo utakutana nazo tu. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuacha tu watu wazungumze wanachokizungumza, alimradi hakina uhakika. Sawa? Yule ambaye atasema Yanga wamenunua mechi, huyo mtamkamata mkamhoji kwa sababu huyo sasa atakuwa ana ushahidi. Sawa? Lakini mtu akisema hii mechi ilivyochezwa, hata ukiambiwa mtu kanunua kauza mechi, huwezi kulalamika. Sasa huyo mtu unamshika wa nini? Au huyo mtu unamlalamikia kwa nini?
wakati yeye amezungumza tu kwamba hata ukiambiwa, yani manake wewe huna uhakika, lakini unahisi kama mimi nikija pale ukaniambia bwana, unajua Mbeya City waliuza mechi, siwezi nikabisha kwa sababu ya matukio ambayo yametokea. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna vitu vingine Yanga hawapaswi kuvifikiria sana, yani watoe ile overthinking, yani kuna vitu wavichukulie tu vya kawaida, ila wakitaka kila kitu wakifikirie sana, itawapa tu stress za bure, watagombana na watu bure, mwisho wa siku hakuna chochote ambacho watakuja kukipata. Umeelewa vizuri? Though pia waandishi kuna wengine pia wanakosea, umeelewa? Kuna wengine wanatoa taarifa mpaka saa hizo wanasema ana uhakika kweli huyu ana uhakika kweli na hiki kitu anakizungumza, umeelewa? Lakini kwa sababu ni mtu kaongea, inawezekana anavyoongea na uhakika, inawezekana ushahidi anao, lakini mimi kwa wale waandishi ambao wengi nawafuatilia, ama wachambuzi wengi ambao pia nawafuatilia, ambao pia mara nyingi tunazungumza, sijawahi kuona mtu ambaye confirm kwamba watu labda wameuza mechi au wamenunua mechi. Kwa hiyo sometimes hizo zinatokeaga tu kutokana na namna ambavyo watu wanatafuta taarifa na nini, lakini wao acha tu wafuatilie. Kama kuna mtu atathibitisha kwamba bwana huyu mtu ni kweli ameandika taarifa ambayo haina ukweli na inawachafua kweli, basi wamshughulikie. Lakini yule hizi vitu vingine tutaandika tu, si kwa sababu pia tumesoma, tunajua zile ethics za uandishi na tunajua namna ya kuzungumza, tutazungumza, ila hatuwezi kuacha kuandika tetesi za Yanga kumtaka mchezaji, hatuwezi kuacha kuandika mapungufu ya Yanga, hatuwezi kuacha kuzungumza mapungufu ya Yanga kwa sababu tu hawapendi kukosolewa. Sometimes pia kuwa fair, yani unajua, yani kuwa kiongozi kaka sio kitu chepesi. Umeelewa? Mimi nitakwambia, mimi wakati niko chuo nilikuwa waziri wa elimu. Sawa? Wakati niko chuo nilikuwa waziri wa elimu. Lakini huwezi kufanya kila kitu watu wakapenda. Hata mara hii, hata mara moja. Umeelewa? Hata siku moja haitakaitokea. Hicho ndio kitu ambacho pia Yanga wanatakiwa kujua. Mimi niliwahi ku experience uongozi hapo. Sawa? Hapo ndo pana kwanza na experience uongozi. Mimi ukweli, mimi kwa kutangalia nimeapishwa tu pale kwa waziri wa elimu. Ilinichukua kama miezi 6 tu, nikaandika barua kwamba bwana, naomba nifanyaje, nijiuzulu, kwa sababu watu nakuta sometimes mikopo haijatoka, watu wanaanza kukuuliza wewe kwa nini huendi kuhoji, kwa nini, pressure inakuwa kubwa. Umeelewa? Kwa hiyo sometimes unafikiri au unaona mimi bora niache tu niepukane na hizi kero za hapo. Umeelewa? Of course nikaja baadaye nikaambiwa wewe ni kiongozi. Yaani huwezi kuwa kiongozi afu kila mtu akapenda unachokifanya. Lakini pia pressure za namna hiyo zipo tu nyingi. Lazima ujue namna ya kuzihandle. Umeelewa? Ile na mimi kanifundisha, nikakaa nikatulia, na mimi kaanza kurudi na wale watu mpaka nikamaliza uongozi wangu pale chuo. Umeelewa? So Yanga nimewahi kusikia malalamiko yao mengi wakilalamika kuhusu kusemwa vibaya hata kwenye mitandao. Ukikosoa kidogo Yanga utakuta kiongozi wao mmoja amekuja amecomment pale. Sasa ile haitakiwi. Yaani ukiwa kiongozi, kubaliana na pressure ya namna yoyote ambayo utakutana nayo kwenye nafasi yako. Na ile kauli ya Ahmed Ally inayotasalika kama amewachafua. Sasa kwanza Ahmed amekosea. Yaani kwanza Ahmed Ally amekosea kwenye andiko lake lile la kuzungumzia fedha ambayo Yanga wamepewa na katibu mkuu wa wizara na ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, zile milioni 60 walipewa Yanga. Amekosea kwa sababu ile fedha ilivyotolewa, kwanza haikutolewa na Simba. Ile fedha imetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikaenda kuwakilishwa na katibu wa wizara ya michezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali. Ahmed hana mamlaka ya kuizungumzia ile fedha. Hana mamlaka ya kuzungumzia hiyo fedha, kakosea. Kile ni kitu ambacho hakimhusu. Pesa zirudi akasema pesa zirudi serikalini. Yeye anawaamrisha, yeye anawaamrisha kama nani? Hapana, hiyo sio jukumu lake. Yaani ile fedha. Hapana, yule ni ukumbuke yule ni kiongozi wa Simba. Yaani ukumbuke yule ni kiongozi wa Simba. Kuna mipaka lazima awe nayo. Yaani kuizungumzia si Yanga, unaweza kuizungumzia kwenye utani na nini na vitu vingine vyote. Ila kwenye vitu serious ambavyo vinaita kama kile kinachohusu fedha ambayo imetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama pongezi ya Yanga, sio kitu ambacho yeye anapaswa kukizungumzia kwa sababu hakimhusu. Lakini pia hakihusiani na utani wao wa jadi. Pengine wizara imejisahau, kwa hiyo wanajaribu kukumbusha. Hata kama wizara imejisahau, sio kazi yake. Yaani ile haihusiani na utani wa Simba na Yanga. Haihusiani na utani wa Simba na Yanga. Ile inaihusu